Katika maonyesho haya tumekuja kuonesha kwamba kuna fani mbalimbali ambazo tunafundishwa katika Mamlaka ya Mafunzo ya Amali. Miongoni mwao kuna ufundi bomba, kuna ushoni, kuna ICT, electrical na majenzi ambao ni masonry kwa kitaalamu zaidi au kwa kiinjinia tunasema. Mimi kama mwanafunzi wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali nimejifunza ufundi bomba au plumbing and pipe fitting katika chuo cha Mkokotoni Zanzibar. Kutokana na ujuzi huu niliojifunza, nimepata faida nyingi sana ambazo zinanifanya nihamasishe watu kwamba vyuo vya mafunzo ya amali vinatoa ujuzi mkubwa na kujiajiri wenyewe bila kuajiriwa. Sisi kama wanafunzi wa vyuo vya amali tunapenda kuwashajihisha watu ambao hawajaajiriwa, wamekaa tu mtaani, kwamba mafunzo ya amali yana uajiri, yana kujiajiri na kuajiriwa na serikali. Kama mwanafunzi tumefunzwa kutengeneza vitu mbalimbali. Mfano mfumo wetu hapa wa irrigation system, ambao mfumo huu unatumia umeme au sola ukiwa shambani. Hapa sisi tumetumia umeme kwa sababu hatupo shambani, lakini tumeweka mfano wa kijishamba ambacho kinaweza kumfanya mtu akaelewa nini dhumuni la huu mfumo. Mfumo huu tumeutengeneza kwa dhumuni letu moja la kumfanya mkulima asiwe anatumia nguvu nyingi wakati wa kufanya kazi katika shamba. Mfumo huu umetengenezwa dhumuni lake kuu hasa mkulima awe hatumii nguvu wakati wa kumwagilia shamba, kwa sababu mfumo huu una irrigation system ambayo ni hapa. Mfumo huu una umwagiliaji wa mbolea ambao ni hapa. Then mfumo huu una uchanganyaji wa mbolea ambao ni tenki la juu huku, unachanganya mbolea na inatoka vizuri na mimea inatakiwa ikue vizuri kama inavyotakiwa. Na mfumo huu utakapokuwa shambani, hata ukiwa unamwagilia, maji yake hayatakuwa yanarudi katika eneo husika. Badala ya kuwa maji yakienda ardhini yarudi tena kwenye pipe zetu. Mfumo wetu huu utakuwa unatumia umeme unit 2.1 kwa siku. Hautakuwa na kosti kubwa sana wakati ukiwa unafanya kazi. Lakini watu wanawasiwasi kwamba huu mfumo utakuwa una kosti. Hauna kosti kivile. Mashine ni moja, ni tenki mawili, kwa sababu ni tenki la irrigation na tenki la mbolea. Ni hivyo tu. Wananchi tunaomba waje kwa wingi katika maonyesho yetu yaliyokuwepo Amani Stadium, kwa sababu kuna ujuzi mwingi ambao umekuja kuoneshwa hapa, na miongoni mwa ujuzi huo, miongoni mwetu mtu atakuwa anapata cha kujifunza.